Wapendwa, mambo vipi jamani? Habari za siku za masiku jamani, nyo wazima? Inshallah mimi mzima, nashukuru Mungu jamani. Kabla sijaanza na mambo yangu, kama kawaida, wakubwa shikamooni, wadogo mambo vipi? Mpo jamani? Mimi nimerudi leo, nakwenda kuongelea mambo ya uchi. Nasikia leo ongelea mambo ya uchi, lakini baba akisikia mambo ya uchi, basi utakapokaa vizuri hapo unatayarisha kila kitu ili uanze kuangalia shughuli nyingine. Mama siendi kutoa nguo, baba siendi kutoa nguo, naenda kuongelea leo mambo ya uwasho. Maana unajua leo uwasho wa kuaibisha, ule uwasho wa haya, leo naenda kuongelea hiyo kitu. Lakini pia labda naweza nikakusaidia pia. Kwa hiyo usiondoke kitako hapo mama, unisikie ninachokwenda kusema. Haya, tunaanza. Kabla sijaanza, unanisikia? Kabla sijaanza, hii kitu naenda kuongelea, siongelee kwa wale wachafu. Mama, kama wewe mchafu, hata usikae uangalie video yangu, kwa sababu ndio kuongelea hapa hii kitu hitokusaidia. Kama wewe uchi wako mchafu, uchi wako wanuka, uchi wako wewe umefuga ile dreadlocks au umefuga ile nywele ndefu, usiangalie kwa sababu haitasaidia lolote. Lakini kama wewe ni msafi, halafu bado una tatizo hili la kuwashwa sehemu za siri, basi akaa chini usikilize, huwezi jua labda anaweza kukusaidia pia wewe. Na kama ninavyowaambia siku zote, kile kitu ninachowaambia nyinyi nimejaribisha mwenyewe na najaribisha pia na rafiki zangu wafu na watu naofanya nao kazi kidogo. Kwa hiyo hicho kitu kimesaidia na nimefurahi sana, nikasema ngoja na mimi niwatumie nyinyi wanawake wenzangu ili mfanye mambo. Kama kawaida mwanamke usafi. Uko chini mama kunatajia usafi. Lakini hata kama saa nyingine mtu msafi kiasi gani, wiki mbili au wiki moja kabla ya siku zako, kuna wanawake wengi, naona 99% unakuwa unawashwa sehemu za siri sana. Unawashwa hapo mpaka saa nyingine unaona kama uko chini kuna choma. Hiyo sio kwamba wewe ni mchafu au umepungukiwa kitu. Hizo ni kopo saa nyingine zinakopo ni hormones na zinajichanganya, ndio maana unakopo unawashwa nini. Kwa wale wasafi, kama wewe mchafu, basi wewe ni uchafu. Wewe nenda kaoge, jisafishe, uwasho utakwisha. Umesikia mama? Sasa kuna watu wengine wanasema kwamba wakiwa wana uwasho huo wanatumia limau, sijui wengine wanatumia chumvi. Mama, kwa nini mimi niweke limau katika uchi wangu ati? Ile limau unajua ni strong sana, ina nguvu sana. Wewe nunua nyama, weka limau juu, uone ile nyama inapokuepo inavyoonekana. Uzania inataka kunini kama ile vile imeoza. Basi hivyo ndio ninavyokunini kutokea huko chini. Lakini mimi sitaki kuongelea mambo ya kazi za watu wengine. Sitaki kuongelea kuhusu limau katika uchi yako. Leo nataka kuongelea kwamba ni kiasi gani na jinsi gani ujisaidie mwenyewe bila kutumia chemical, bila kutumia madawa ya ajabu ili uwasho uondoke. Mama, uwasho huu bwana, mimi naujua huo, mimi mwanamke pia kama wewe naujua uwasho huo balaa. Lakini sasa nimetafuta mimi kanjia kingine ili sisi wanawake tusaidiane. Basi njia ni kwamba mama, oga kila siku kama kawaida, kabla ya siku zako tena ndio uwe msafi kuliko vyote. Kula vitamini, matunda jamani. Mboga za majani. Usisahau pia kufanya hata kama zoezi kidogo mama. Huo uvivu hebu acheni. Basi tena ngoja nisiongeongee hivi na kila mtu jamani sema mama anasema, nitaka tu na mimi kidogo niongee, simwambie mimi nimesema mbea kidogo. Basi nikataka mimi niongee na nyinyi. Haya sasa. Basi ni kwamba hicho kitu ambacho nimekigundua, ambacho nimekitengeneza mimi mwenyewe kwa akili yangu mwenyewe na kinasaidia, nimefurahi sana, ni kwamba nakumbuka hichi kitu niliwaonyesha. Nakumbuka niliwauliza huku inaitwa kukuma, lakini huko mkasema inaitwa manjano nyumbani. Ni manjano, lakini hakikisha unanunua manjano ile ambayo ni nzuri. Umeona? Basi unahitaji manjano, kijiko kinusu cha chai manjano. Halafu mama, unahitaji asali. Asali aina yoyote ile, asali nzuri. Pia nyumbani kuna asali nyingi sana. Pia unahitaji asali, usiweke asali nyingi sana mama, weka asali kidogo tu ili usipate ule uchungu wa manjano. Halafu kitu kingine mama, tangawizi. Umeona tangawizi nilivyoikata? Ikate ikiwepo hivi, umeona ilivyo nyembamba? Basi kata hivyo tangawizi mama, hivyo na wewe. Kama wewe unafanya kazi, unaenda kazini, basi weka kwenye chupa yako ya chai unaondoka nayo. Unakunywa kidogo. Kama uko tu nyumbani, basi asubuhi kabla hujala chochote kile, kunywa kama vile chai.
Alafu kitu kingine ni nini? Ni chai. Chai nini mnaita huku tunaita green tea. Umeona chai ya kijani? Hii chai ya kijani ni nzuri sana kwa wale watu wanaojua, wataniambia wenyewe, wanaweza wakaniandikia hapo ni nini ni kiasi gani chai ya kijani ni nzuri. Basi weka kama kawaida, lakini kama unazo zile chai za kijani za kwenye zile packet zile za kimfuko, pia tumia, haina tatizo. Pika maji yako, usipike maji yachemke mpaka nini gradi 100. Weka maji yakiwepo ya moto, sio ya vuguvugu, sio ya moto sana, ya kawaida, ya wastani. Weka katika kikombe chako. Mimi wanasema katika kikombe chako kimoja kile cha kawaida cha chai, unaweka kiasi hiki hapa. Hebu ni hesabu 1 2 3 4 5 6 7. Kama vijipande 10 hivi kama hiki hapa. Si umeona Hata kikombe chembamba kidogo. 10 kama hivyo katika kikombe hicho kimoja cha chai. Alafu chai ya green hapa unaiweka nini? Ya kijani unaweka katika kikombe kijiko cha chai kimoja. Alafu tuna asali. Asali weka kijiko kinusu au kijiko kizima, lakini kijiko kidogo cha chai. Alafu hii kukuma ni wewe tu, lakini mimi nashauri kwamba uweke kijiko cha chai kinusu. Yaani ngoja nikuonyeshe. Simona, ukiweka hivyo itakupokea, lakini hata hii kukuma ni nzuri sana manjano, kwa sababu manjano inaua vitu vingi sana vibaya katika miili yetu, inafanya ngozi iwe nzuri. Basi tumia, hata ukiweka nyingi haikudhuru, sio, haina tatizo lolote. Kwa hiyo ni vile tu ambavyo unataka, lakini usiweke kidogo zaidi ya kijiko kinusu. Umeona Basi changanya hivyo vyote pamoja, lakini cha muhimu ni kwamba hiyo manjano iweke mwishoni. Ukishachanganya vitu vyote vimekaa vimepoa, vimeisha, chukua hiyo manjano, alafu ndio weke kwa juu. Alafu changanya, mama kunywa. Kama wewe unaenda kazini kama mimi asubuhi na kile haraka cha asubuhi, basi mama pika maji, weka tangawizi, weka asali, weka chai yako hiyo ya green, weka hiyo, funga, nenda nayo kazini. Kunywa mama kila siku. Kama wewe unakunywa si mnywaji sana, basi weka ratiba yako. Kunywa asubuhi, kunywa mchana na jioni. Jamani, amini usiamini, mimi sitaki kuwadanganya, lakini hii kitu ni babu kubwa. Nimetumia mimi pia, na mimi ni mwanamke kama wewe, hamna chochote kile, na mimi nakuma na wewe kama wewe. Kwa hiyo nimetumia mpaka leo, kuko shwari. Kwa kawaida wiki moja kabla ya siku zako mtu unawashwa, lakini sasa hizi kumetulia. Nimefurahi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ni matumaini yangu nimewasaidia. Nitafurahi kama mkinipa feedback kama imewasaidieni. Kama haijawasaidia, ili nitafute njia nyingine ili niwasaidieni. Niko hapa kwa ajili yenu. Bila nyinyi nisingekuwa hapa. Kwa hiyo kama una swali, kama unaona hujanielewa, wewe niandikie tu katika email yangu, nitakujibu ili tufanyaje? Tuelimishane. Hicho ndio maana wanawake tunainuana wote. Jamani wapendwa, mimi nawapendeni mno, asanteni sana. Hebu mwalike na mwenzio, nenda katika YouTube yangu, fanya mambo, nifuate, utafaidi mambo mengi. Leo sina mengi ya kusema, mimi mbea wenu. Nataka tu kusema kwamba Mungu ni mkubwa, Mungu ni mwema. Inshallah. Asanteni, tutaonana katika video yangu nyingine. Video nyingine nitakwenda kutengeneza wiki ijayo, naona. Nitakwenda pia kuwatengenezea video nzuri sana kuelimisha kitu kimoja ambacho pia nimekijaribu, lakini kiko kizuri sana. Kwa hiyo usikose, wewe tembelea hata mara moja, ingiachungulia, nenda tena ingiachungulia, uweze kujua. Jamani, nawapendeni sana. Asanteni sana. Lakini kabla sijaenda, sinanijua mimi mbea wenu, Raycy ana kitu kipya. Jamani, mmekisikia? Umekisikia hicho kitu kipya cha Raycy? Ngoja niwawashie. Kama kikikubali, kisipokubali basi tena kikikubali ndio tukisikie. Ngoja niwatengenezee. Asikie hicho kitu Raycy katuwekea. Basi mama tembelea, atasikia, ucheze kidogo. Jamani, mimi sinanijua mbea wenu ndio mwenyewe kwa mambo haya. Hata usianze kuandika mambo ya ajabu.
Basi nawapendeni, usikose kumtembelea Ray C, kaangalia muziki wake. Nawapenda sana.